Wachezaji wa Yanga washindwa wenyewe, waahidiwa mamilioni wakitinga robo fainali klabu bingwa barani Afrika, Dar es Salaam. Uongozi wa Yanga umepanga kukipa kikosi chao nusu ya fedha ambazo timu hiyo itapata kutoka shirikisho la mpira wa miguu wa Afrika CAF kwa kufuzu hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika ikiwa watafanikiwa kufanya hivyo mwishoni mwa wiki hii. Kila timu inayofuzu robo fainali ya mashindano hayo inavuna kiasi cha dola 900,000 sawa na shilingi bilioni 2.3, na Yanga imepanga kuwapa wachezaji na maofisa wake wa benchi la ufundi nusu ya fedha hiyo, kiasi cha dola 450,000 sawa na shilingi bilioni 1.2 ikiwa itafanikiwa kupenya. Ili ifuzu robo fainali, Yanga inahitajika kuibuka na ushindi wa tofauti ya mabao 2 au zaidi katika mchezo wake wa mwisho nyumbani wa hatua ya makundi dhidi ya JS Kabylie kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kuanzia saa 1 kamili usiku, na kuombea AS FAR Rabat ipoteze dhidi ya National Al Ahly ili yenyewe ifuzu robo fainali. Nyota mpya wa Yanga Alan Okello, wakati akijaribu kumtoka mchezaji wa AS FAR Rabat mechi ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo Yanga ilifungwa bao 1-0 Februari 8, 2026. Picha na mtandao. Tumeahidi kwamba wachezaji watachukua nusu ya fedha ambazo CAF watapatia endapo tutafuzu robo fainali, alisema mmoja wa kiongozi. Tunafahamu kuwa kufuzu kwetu hakutategemea matokeo yetu pekee, bali matokeo pia ya mchezo kati ya National Al Ahly na AS FAR Rabat, amesema mmoja wa viongozi wa klabu hiyo. Maandalizi ya mchezo huu muhimu tayari yako katika hatua za mwisho baada ya safari ngumu ya Morocco. Wachezaji walipewa muda wa kupumzika kabla ya kurejea mazoezini. Baada ya safari ndefu, wachezaji walipumzika kwanza. Mazoezi yalianza tena juzi tulipoanza maandalizi ya mwisho wa mchezo, amenukuliwa kiongozi huyo. Kiungo mshambuliaji raia wa Gambia Buba Jammeh akiwa anasalimiana na wachezaji wenzake baada ya kufika kwa mara ya kwanza mazoezini Young Africans. Kuna habari njema kwa kikosi cha Yanga baada ya kiungo mshambuliaji raia wa Gambia Buba Jammeh alikuwa anatarajiwa kujiunga na timu Morocco, lakini alilazimika kurejea Gambia baada ya pasipoti yake kuisha muda wake wa matumizi. Buba amerudi na amejiunga na mazoezini. Uwepo wake unaipa benchi la ufundi chaguo zaidi za kushambulia tunapopambana kusaka mabao, kimethibitisha chanzo hicho. Hivyo Young Africans washindo wao kufuzu robo fainali, lakini matokeo yatategemeana pia matokeo yao mazuri. Pia National Al Ahly kumfunga AS FAR Rabat huko nyumbani kwao, FAR Rabat akiwa ugenini Misri. Na hatujawahi kuziona takwimu na hatujaona takwimu za Buba, lakini pengine akipata nafasi tutaweza kumchambua na kujua takwimu zake zipoje kiuhalisia, kwa sababu hakuna takwimu zake rasmi toka amejiunga na Young Africans, takwimu hazijapatikana. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na subscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusalia nasi. Hii ni Malkia wa Soka, la notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Nilikuandalia kusomea taarifa hii ni mimi Liz wa Sport ama Queen Liz. Mpaka wakati mwingine, kwa heri, endelea kusalia nasi.